Ni hafla ya uzinduzi wa MV Lubondo Island na utalii wa sokwe mtu uliofanyika wilayani Chato na Katibu Mkuu Kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Mhandisi John Kijazi, na kuwa hilo litakuwa ni chachu ya maendeleo ya Watanzania chini ya Hifadhi ya Taifa ya Lubondo. Nikikukaribisha uambatane pamoja nami mwanzo hadi hatima ya kipindi hiki. Ni mimi Adaltus Lunyali. Kwa kuanzia, Balozi Mhandisi John Kijazi alikagua gwaride la jeshi husu, na kisha tutapata wasaa wa kusikia hotuba za viongozi mbalimbali, kisha kuhitimishwa kwa Balozi Mhandisi John Kijazi kuhutubu na baadaye kuzindua rasmi kivuko na kisha safari ya uzinduzi wa utalii wa sokwe katika Hifadhi ya Taifa Kisiwa cha Lubondo. Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapo ndio mwisho wa bendera yetu. Fursa hii kwetu sisi itakuza uchumi wa wananchi wangu. Kupitia kisiwa hiki cha Lubondo na fursa za kiutalii zinazopatikana katika kisiwa kile, watalii mbalimbali watakuja wa wilayani na mikoa mingine na hata mataifa mengine watazidi kuweza kuongeza mapato ndani ya wilaya yetu. Lakini pia wananchi wataitumia fursa hii kuweza kuhakikisha kwamba wanajenga miundombinu mbalimbali ikiwepo mahoteli na nyumba za kulala wageni. Kwa hiyo tutajikuta kwamba kisiwa hiki kinatuongezea fursa ya kuweza kuongeza mapato kwa wananchi, lakini na mapato haya kwa taifa kwa ujumla. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko hiki ambacho tutakwenda kukizindua leo kitaturahisishia sisi usafiri. Na tofauti na kile cha mwanzo, kwa kweli hiki ni kivuko ambacho ni kizuri. Naamini itakapofikia kupewa taarifa utapewa taarifa kamili. Lakini sisi kama wanachato tumekifurahia sana kivuko hiki na fursa hii inayopatikana katika utalii ndani ya wilaya yangu. Lakini jambo jingine la tatu, sisi wananchi wa wilaya ya Chato tunatumia fursa hii pia kuweza kuishukuru sana serikali ya awamu ya 5 ikiongozwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo anaendelea kuwatumikia Watanzania na hata sisi watu wa Chato kwa ujumla katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Magufuli hoye. Kwa heshima ya Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya 5, unakuja kurasmisha tukio moja muhimu sana. Ndio linafungua milango ya utalii wa kivuko, lakini na Chato Tanapa Mleba ambao inaitwa Chato Lubondo. Na mimi unaita Chato Lubondo, ndio Lubondo Chato, kwa sababu ndio hapo kwenye lango lenyewe. Mwaka jana Mheshimiwa Rais alifungua National Park, lakini milango yenyewe ya kuifungulia National Park ndipo hapa tulipo. Kwa hiyo tukio la leo unaokuja kulifanya ndio linaashiria sasa safari ya Chato Lubondo kuwa National Park au hifadhi ya taifa kuanzia leo. Hebu tumpigie makofi Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo unafanya matukio mawili makubwa. Tukio la kwanza unatuzindulia MV Lubondo. Tukio la pili unazindua hifadhi ya utalii wa sokwe. Na vyote vinafanyika hapa. Na nadhani ni tukio la kitaifa. Mmetujali sana. Hongera sana na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunazo shukrani nyingi. Leo mimi hapa siombi kitu isipokuwa natoa shukrani. Shukrani ya kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2016 mlitujengea soko la dagaa la kimataifa hapa Kasenda.
kwa gharama ya shilingi zaidi ya milioni 350. Jamani, makofi kwa serikali yetu. Soko hili ni kubwa sana kimataifa, linafuatiwa na soko lingine kubwa la Afrika Mashariki lililoko Kirumba, Mwanza. Na nikwambie tu Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa zaidi ya tani 200,000 ya dagaa husafirishwa kila mwezi kutoka katika ziwa hili kupitia hapa Kasenda kwenda Rwanda na DRC. Kwa hiyo hongereni sana kwa kazi hizi kubwa mnazofanya. Lakini kazi ya pili, mtujengea hilo soko pamoja na soko la akina mama. Ulipokuwa ukiingia mkono wako wa kulia ni soko la akina mama wanaoweza kufanya biashara za kijasiriamali kwa biashara ndogo na kubwa. Akina mama walioko hapa hivi sasa wanafanya biashara yao iwe mvua iwe jua bila matatizo yoyote. Ndugu zangu, tumshangilie sana mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais alipokuja mwishoni mwa mwaka jana, alikuta kipande cha barabara kutoka hapa Kasenda kwenda mpaka Remganza kilikuwa hakijajengwa kwa kiwango cha lami. Kwa heshima ya pekee naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Aliagiza pale pale ile barabara yenye umbali wa kilomita 2.34 ianze kujengwa kwa kiwango cha lami. Na ninapenda kutoa taarifa Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hiyo sasa imeshaanza kujengwa kwa kiwango cha lami na ujenzi unaendelea, na kufika mwezi Septemba itakamilika kwa kiwango cha lami. Hongera sana Mheshimiwa mgeni rasmi, tufikishie shukrani kwa Mheshimiwa Rais wetu. Makofi ndugu zangu kwa Mheshimiwa Rais. Sasa kama haitoshi, Mheshimiwa Rais aliagiza, kulikuwa na changamoto ya maji katika kata yetu ya Mganza na vijiji vyote 9 vya kata ya Mganza na vitongoji 6 vya kijiji cha hapa Kasenda. Napenda kutoa taarifa Mheshimiwa mgeni rasmi, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yametekelezwa. Mwezi uliopita tumepokea shilingi milioni 914 kwa ajili ya kutandaza maji katika kata nzima ya Mganza na vitongoji vyake. Makofi kwa vigeregere kwa wananchi wa Mganza na Kasenda. Na hiyo ndio kero kubwa iliyo kumebaki Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa sasa nataka nikuhakikishie, mara baada ya maji kuingia Mganza, ambayo ndio kero kubwa ilikuwa imebaki, kata ya Mganza pamoja na kata nyingine zilizobaki, tutakuwa hatuna kero kubwa ya maji katika jimbo letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu mimi ni mwakilishi wa wananchi, napenda pia kutoa taarifa kwamba wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani na wewe kama msaidizi wake mkubwa, wilaya yetu ya Chato na vijiji 115. Wakati ule tulikuwa na vijiji takriban 12 vilikuwa na nishati ya umeme. Napenda kutoa taarifa kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, vijiji vyote 115 kwa sasa vya jimbo letu na wilaya yetu ya Chato vyote vina nishati ya umeme. Makofi kwa serikali yetu. Lakini hata hivyo niwaambie wananchi, hasa wakati hii, viko vitongoji 6 vya hapa Kasenda, ikiwemo kitongoji cha Kasenda chenyewe, Nyabugera A, Nyabugera Store, Nyabugera Shureni, Chenkonkora na Nyabugera B. Hivi sasa wanaendelea kutandaza umeme. Kuja kufika mwezi Desemba vitongoji vyote navyo vitakuwa na nishati ya umeme. Makofi kwa serikali ya Mheshimiwa Rais Magufuli. Na hii boti MV Rubondo unaizindua kwa ajili ya watalii kuanza kusafiri kutoka Rubondo na kuja kwenye hifadhi ya Rubondo Chato. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi ningependa niwasilishe ombi jepesi na tamu sana kwa wananchi wangu. Napenda kwa sababu nafungua leo utalii waanze kutalii, na mimi nawaombea wananchi wangu sasa wawe wa kwanza kutalii kutoka hapa waende Rubondo kwa kutumia kivuko hiki kipya, na wenyewe wabebomo kidogo waonje utamu wa utalii. Hiyo ni salamu ambayo napenda niwasilishe kwa niaba ya wananchi hawa. Wamenituma sana, wangependezwa na hii boti ya MV Rubondo itakaosaidia kuvusha watalii. Waanze wananzengo wa hapa Kasenda, wavushemo kidogo, waende Rubondo wakatalii, watoke Rubondo waje kwenye hifadhi la National Park wakaangalia na masimba na maafisi na wenyewe kama watalii wa kwanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, hilo ni ombi la wananzengo wananchi. Lakini jambo la pili Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitoe shukrani kwa National Park kupitia kwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi na Mheshimiwa naibu waziri aliyoko hapa. Tunapata ushirikiano mzuri sana kutoka hifadhi ya Rubondo. Naomba nitoe shukrani za dhati kabisa kwa niaba ya wananchi wa Chato kwa jinsi mnavyotuunga mkono katika masuala yote ya maendeleo. Wametuunga mkono katika maendeleo ya ujenzi wa madarasa, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa zahanati na ujenzi wa shule ya sekondari mahususi ya Rubondo iliyoko kule Chikumba Itale. Hongereni sana sana na Mungu awabariki sana.
Maeneo hayo matano au miradi hiyo mitano kiacha hii MV Rubondo sasa ni pamoja na ujenzi wa hoteli ya kitalii Rubambagwe Chato, naamini nimetamka vizuri hilo neno, na mwingine ni upanuzi wa gati la Mganza Kasenda, na mradi mwingine ni ujenzi wa mabanda ya kitalii na hosteli katika hifadhi ya Rubondo, na mradi mwingine ujenzi wa malazi ya kitalii hoteli na banda katika hifadhi ya Burigi Chato na Ibanda Rumanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kukabiliwa na changamoto za kifedha kutokana na janga la corona, sisi kama bodi ya wadhamini ya TANAPA tumejipanga kuipa kipaumbele miradi hii na kuikamilisha kwa haraka. Lengo ni kutimiza mipango ya serikali juu ya kuboresha miundombinu na idadi ya wageni katika ukanda wa kaskazini magharibi mwa nchi yetu. Aidha, tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kukubali kulinusuru shirika kwa kulipatia fedha za kujiendesha katika kipindi hiki kigumu cha kuporomoka kwa utalii kulikosababishwa na ugonjwa wa COVID-19. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo tuliopo hapa tumepanga kujenga lango la utalii kwa ajili ya kuhudumia watalii waendao hifadhi ya taifa ya Rubondo. Tunawashukuru wananchi 50 wa Kasenda waliokubali kuliuzia shirika maeneo yao ili kupata eneo hili lenye ukubwa wa mita za mraba 60,673.62 kwa gharama ya jumla ya shilingi milioni 422.75 kama alivyotaja Mheshimiwa Waziri wa Nishati ambaye ni mbunge wa eneo hili. Taarifa ya udhamini au valuation ya eneo hili tuliipokea kutoka halmashauri ya wilaya ya Chato mnamo tarehe 4 Februari mwaka huu wa 2020, na sasa tupo kwenye hatua za mwisho za kuandaa malipo ya wananchi hao. Wananchi wote watakuwa wameshalipwa ifikapo tarehe 6 Julai 2020, ikiwa ni wiki mbili kuanzia tarehe ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya TANAPA napenda kuendelea kutoa wito kwa wananchi wote wanaoishi jirani na hifadhi zetu za taifa na Watanzania kwa ujumla waendelee kuzilinda hifadhi hizi dhidi ya wahalifu na majangili. Waendelee kutembelea hifadhi kama watalii wa ndani, na tunawakaribisha pia kuchangamkia fursa mbalimbali za kuwekeza katika maeneo ya hifadhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuhakikishia kuwa bodi ya wadhamini ya TANAPA kwa kushirikiana na management ya TANAPA itaweka utaratibu mzuri wa matumizi ya utunzaji wa kivuko hiki ili kiweze kutoa huduma nzuri inayotarajiwa na kuhakikisha kuwa kitatumika na kutunzwa vizuri. Nitoe wito kwa wananchi wote watakaotumia kivuko hiki na miundo mbinu mingine ya utalii waitunze ili idumu na kufikia malengo yaliyokusudiwa ya kuimarisha utalii na kuchangia pato la taifa kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Mradi wa kivuko cha MV Rubondo Island ni moja kati ya miradi ya kimkakati kama alivyoeleza mwenyekiti wa bodi ya TANAPA inayotekelezwa na Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania wenye lengo la kuwapunguzia adha ya usafiri watalii wanaohitaji kutembelea hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo na hifadhi yetu mpya ya Burigi Chato kwa njia ya maji. Mradi mwingine wa kimkakati unaotekelezwa na Shirika la Hifadhi za Taifa TANAPA ni ule wa ujenzi wa hoteli ya kitalii katika mji wa Chato ambapo utakapokamilika utakuwa na jumla ya vitanda 50. Lengo la mradi huu ni kutatua changamoto za miundombinu ya malazi na usafiri kwa watalii katika mtandao wa utalii wa kanda ya Ziwa upande huu wa magharibi. Mradi wa kivuko utekelezaji wa ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Magufuli aliyoitoa alipotembelea hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo Disemba 31 mwaka jana.
Hivyo mradi huu umegharamiwa na serikali kwa 100%. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kuahidi na kutekeleza mradi huu muhimu kwa ajili ya utalii wa kanda yetu hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko utakachokizindua leo kimetengenezwa na kampuni ya Kitanzania ya Songoro Marine Limited yenye makao makuu yake mjini Mwanza. Kivuko hiki kimegharimu jumla ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 2.3. Ni kivuko chenye uwezo wa kubeba magari 6 na abiria 50 kwa wakati mmoja. Kivuko hiki kinakwenda kumaliza changamoto ya muda mrefu ya watalii waliohitaji kutembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo wakiwa na magari yao. Kabla hapo ilikuwa inabidi kwenda na boti ndogo, kwa hiyo ilikuwa si rahisi kuingia, ilikuwa haiwezekani kuingia na gari katika hifadhi yetu ya Rubondo. Kupitia kivuko hiki, wakala wa utalii and tour operators wataweza kusafirisha wageni kwa usafiri wa gari, yaani kwa njia ya barabara, kutoka hifadhi za taifa kama Serengeti, Burigi Chato na hifadhi nyingine zilizoko ukanda huu wa Ziwa Magharibi na kwenda moja kwa moja kwa usafiri wa magari hadi kisiwa cha Rubondo kufanya utalii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko hiki kitawezesha sasa kukuza hata utalii wa ndani kwa watu ambao wanataka kuja huku kwa ajili ya kwenda kuona hao sokwe mtu. Utekelezaji wa miradi hii ya kimkakati iliyotajwa hapa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015 na mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 ya National 5-Year Development Plan ambao umelenga kuongeza idadi ya watalii kutoka watalii milioni 1,100,000 mwaka 2015 hadi watalii milioni 2 kwa mwaka huu. Katika kufikia malengo haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Maliasili na Utalii imeamua kufungua utalii katika kanda zote za nchi yetu, ikiwa ni pamoja na kanda ya nyanda za juu kusini, kanda ya ziwa na ukanda wa pwani. Tunaamini kwamba kivuko hiki unachokizindua leo na miradi mingine ya kimkakati niliyoitaja itasaidia sana kuhamasisha utalii katika hifadhi zetu za taifa za Burigi Chato, kisiwa cha Rubondo, kisiwa cha Saanane, Serengeti upande wa kaskazini, Ibanda Kyerwa na Rumanyika Kagera, bila kusahau hifadhi mpya tulizozifungua za Kigosi na Mto Ugala zilizopo mkoa wa Tabora na hifadhi zetu zilizopo mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara pamoja na shirika la hifadhi za taifa kupitia hafla hii inawakaribisha wawekezaji hasa wale wa ndani kuwekeza katika kuhudumia watalii katika ukanda huu. Na tunashukuru sana kwa kauli aliyoitoa mwakilishi wa Tato kwamba atavutia wawekezaji kuja huku. Napenda kuhakikisha Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba kwa ushirikiano mkubwa tulionao na sekta binafsi, mwekezaji wa kwanza kuweka mahema ya watalii katika hifadhi ya Burigi Chato walikuwa ni mwenyekiti wetu wa Tato. Aliweka pale na iliweza kuvutia utalii wa ndani kwa muda mrefu na kufanya watu kugundua kwamba kweli tuna hifadhi mpya ambayo imesheheni wanyama na inafaa sana kwa ajili ya utalii. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kukuomba kuzindua kivuko cha MV Rubondo Island, tunakuomba uzindue utalii wa wanyama adimu aina ya sokwe mtu. Sokwe mtu wa kisiwa cha Rubondo walipandikizwa kwenye hifadhi hii kwa kipindi cha kati ya 1966 na 1669 wakitokea katika bustani za wanyama katika nchi za Ulaya. Lakini asili ya sokwe mtu hawa ni maeneo ya magharibi mwa Afrika. Walipelekwa Ulaya lakini hatimaye wakaja na kupandikizwa hapa katika kisiwa cha Rubondo. Idadi ya wanyama waliopandikizwa awali kabisa walikuwa ni 17, ambapo kati yao madume walikuwa 8 na majike walikuwa 9. Mpaka sasa sokwe mtu hawa wanakadiriwa kuwa zaidi ya 60. Lakini kwa miaka mingi, Mheshimiwa mgeni rasmi, wanyama hawa walikuwa hawatumiki kwa utalii kwa sababu walikuwa hawajazoea kuwaona watu. Hivyo watalii walipokuwa wakiwasogelea walikuwa wanakimbia na kutokomea. Mwaka 2014 TANAPA kwa kushirikiana na taasisi isiyo ya kiserikali
ya Honey Guide Foundation yenye makao yake makuu mjini Arusha ilianzisha zoezi la kuwazoesha sokwe mtu hawa kuwa karibu na watu. Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi hili limeenda vizuri sana na sasa hivi tunaweza kusema kwamba tunaweza kuanza utalii ambapo watu wakiingia katika hifadhi yetu ya Rubondo wanaweza wakakaribia sokwe mtu hawa kwa umbali walao wa mita 15 na kuweza kuwaona. Kwa hiyo sasa ni wakati mwafaka wa kukuza utalii wa kuwaona sokwe mtu hawa katika kisiwa chetu cha Rubondo. Na ni kutokana na mafanikio hayo, leo tunakuomba uzindue utalii wa sokwe mtu rasmi katika kisiwa cha Rubondo na kutoa wito kwa Tanzania wakati huu wa kipindi kigumu cha utalii duniani wafanye utalii wa ndani kuja kuwaona sokwe mtu hawa. Hifadhi hii ya kisiwa cha Rubondo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ya 3 katika nchi yetu yenye wanyama hawa adimu aina ya sokwe mtu. Hifadhi nyingine ni ile ya Gombe na hifadhi ya taifa ya milima ya Mahale. Pamoja na juhudi hizi za vivuko, sisi katika Wizara ya Maliasili na Utalii tunazo juhudi nyingine nyingi ambazo tunazifanya ili kuutambulisha ukanda huu kama ukanda ambao unatakiwa ulete watalii waweze kuutembelea. Kama sio janga la corona, mwezi huu wa 6 tulikuwa tumeandaa maonesho makubwa kabisa ya kimataifa ya kanda hii, yani GRITE, ambayo ni Great Lakes Tourism Expo, International Tourism Expo. Yalikuwa yanafanyika kwa ushirikiano na watu binafsi wakiwemo TATO, lakini na waandaaji wa Karibu Kili Fair kwa ajili angefanyika mkoani Mwanza. Tulishirikiana vizuri sana na mkuu wa mkoa wa Mwanza na wakuu wa mikoa hii ya kanda ya maeneo haya kuandaa, na tulikuwa tumekwisha hakikishiwa wageni takriban 400 kutoka nchi mbalimbali, na hasa wale ambao wanashughulika na kuleta wageni. Lakini nafikiri tutabidi kuyapanga upya baada ya janga hili sasa kutulia. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, juhudi hizi za uzinduzi wa kivuko hiki ni mwendelezo wa juhudi za wizara katika kufanya utalii katika ukanda huu kuwa zao ambalo litakuwa kubwa kama ambavyo tumeshuhudia katika maeneo mengine, hasa yale maeneo ya kaskazini magharibi mwa nchi yetu. Juhudi kama hizi tunaziendeleza katika mikoa ya kusini. Tunafanya maonesho ya utalii kusini kila mwaka, na mwaka jana kwa mara ya kwanza tukishirikisha pia sekta binafsi tulipata wageni kutoka katika nchi ya Zambia, Zimbabwe na nchi zingine za karibu, wakiwemo wageni wa mawakala kutoka nchi mbalimbali. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapongeza sana na kuishukuru serikali kwa namna ambavyo imekuwa ikituunga mkono kwenye wizara yetu. Napenda nichukue fursa hii Mheshimiwa mgeni rasmi kukushukuru wewe kwa kukubali kuja kuwa mgeni rasmi kwenye tukio letu hili kubwa. Kama alivyosema Katibu Mkuu, pamoja na uzinduzi wa kivuko hiki cha MV Rubondo Island, tuna jukumu kubwa pia la kuwatambulisha sokwe ambao tungetamani wawe ni zao la pekee la utalii katika ukanda huu wa magharibi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nachukua fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na niseme ukweli kwamba wazo hili la ujenzi wa kivuko hili ni wazo na maelekezo yake, na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hilo. Tulikuwa tunakosa wateja wengi. Ili uweze kufika Rubondo tulikuwa na kivuko chetu kinachochukua watu wasiozidi 16, lakini kilikuwa hakiwezi kuvusha magari. Unafahamu kwamba ili uweze kufanya utalii wa ndani, waandaaji wetu wengi wa utalii wa ndani wanakuwa na makundi ya watu wanaozidi 25, lakini pia wanakuja na magari, na ili kuokoa gharama wangetamani pia kuja na wapishi wao na nini. Kwa wengi walishindwa kuja kutembea Rubondo kwa sababu ya usafiri na namna ambavyo wangeweza kwenda Rubondo. Uwepo wa kivuko hiki ambacho Mheshimiwa Rais tunaomba kipekee tumshukuru sana, sasa utaruhusu watalii kuja na magari yao na kuingia Rubondo na kutalii na baadaye kurudi na kuelekea Burigi Chato. Tunakushukuru sana 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 Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na juhudi za kivuko katika ukanda huu, Mheshimiwa Rais, kama ambavyo Watanzania wengi wanajua,
baada ya uzinduzi wa hifadhi mpya ya Burigi Chato, Ibanda Romanyuka pamoja na hifadhi zingine za Kigosi, tunao uwanja mzuri kabisa wa ndege ambao serikali inajenga. Hizi ni juhudi ambazo kama mnavyofahamu kuna uhusiano mkubwa sana kati ya usafiri wa anga pamoja na utalii. Kukamilika kwa uwanja huu kutarahisisha sana wasafiri, hasa watalii ambao wangetamani kutoka Rubondo wawahi Serengeti au wawahi Dar es Salaam. Tunazo juhudi kubwa katika wizara za kuhamasisha utalii wa fukwe, utalii wa maeneo ya kale ambao tumeunganisha pamoja na kisiwa cha Mafia. Kwa hiyo tunatamani kuona muunganiko huu ambao Mheshimiwa Rais ametuwezesha uweze kusaidia kukuza utalii katika ukanda huu wa Ziwa Magharibi. Napenda kulipongeza sana shirika letu la utalii la TANAPA. Kipekee wamesimamia ujenzi wa boti hii, na Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, unajua pamoja na hali ngumu iliyosababishwa na corona katika mazingira ya miezi hii michache, TANAPA wamesimamia na kukamilika kivuko hiki kwa wakati. Nawapongeza sana. Tumejiridhisha pasi na shaka juu ya uzuri, ubora na usalama wa chombo hiki, na naomba kuhakikishia watumiaji na wateja mbalimbali, kwa kweli itakuwa ni ajabu kama tutakuwa sisi tunaoishi Chato, kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, watoke watu mbali kuja kuenjoy kivuko hiki na wewe uko hapa unakishangaa miaka yote. Tunawakaribisha sana Watanzania kutoka mikoa yote hii ya kanda ya Ziwa kuja kushiriki utalii wa ndani. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na uzinduzi wa kivuko cha MV Rubondo Island, kama nilivyosema, tunao hawa sokwe mtu ambao kama alivyoeleza vizuri Katibu Mkuu wa wizara yangu, kwa kweli tumefanya juhudi kubwa kuwafanya waweze kuzoea binadamu. Nchi yetu ya jirani wanao gorila, sisi tuna sokwe. Tulielekezwa na Mheshimiwa Rais kwamba baada tuangalie utaratibu wa kufanya triangle tourism kwa maana ya Uganda, Rwanda na sisi, na tulianza maandalizi ya vikao hivyo, lakini baadaye liliingia hili janga la corona. Lakini na uhakika baada ya janga hili, hiyo triangle ambayo tulielekezwa na Mheshimiwa Rais tutaifanyia kazi ili iweze kuruhusu watalii wanaotoka kuona gorila nchi jirani ya Rwanda wanapoweza kuvuka tu kwa kilomita zilizozidi 100 kuingia Burigi Chato, waweze kuvuka kuona sokwe, na baadaye waweze kuingia Burigi Chato kuona wanyama wakubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini kwamba hili likifanyika, maeneo yatakayounganishwa ni pamoja na Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ambako watalii wote hawa wangependa kuja kutembelea Rubondo. Chato ambao mimi nauita ni mji mtakatifu. Kwa sababu gani? Mungu ametuletea mkombozi wa taifa letu hapa. Watanzania tuna haja ya kusimama kifua mbele, kwa sababu taifa hili muda wa Mungu aliyokusudia ulifika. Kelele mnazosikia ni za wale wa upande wa pili, lakini walio upande wa Bwana ni wengi, na vita ya Mungu itashinda. Vita ya Bwana itashinda. Mimi nimeongelea habari ya historia hii, habari ya mageuzi haya, habari ya uchaguzi unaokuja, kwamba Geita tutamuunga mkono Dr. John Pombe Joseph Magufuli aendelee kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na dua yetu hii kwenye awamu inayokuja, azalishe wazalendo wengi sana mpaka dhambi itakapotoweka na haki itakaposimama. Hili tukio ilikuwa ni tukio ambalo yeye mwenyewe angependa kushiriki, lakini kutokana na majukumu mengine ya kitaifa ameshindwa kuja. Kwa hiyo akanituma mimi nije hapa Chato ili kumwakilisha katika uzinduzi huu wa kivuko cha MV Rubondo Island, lakini pia na kuzindua utalii wa wanyama adimu aina ya sokwe mtu, kama ambavyo imeshaelezwa kwa kifupi na walionitangulia. Lakini pia ndugu zangu wananchi na viongozi mliopo hapa, nawasilisha kwenu salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, na amenituma niwahakikishie kuwa amefurahishwa na kuridhishwa sana na kazi nzuri iliyofanywa na wahusika wote katika kufanikisha tukio hili muhimu linalofanyika leo, ambalo ni moja ya hatua muhimu na kubwa katika kuleta maendeleo
kwa wananchi wa ukanda huu wa Ziwa na kwa taifa letu kwa ujumla kupitia sekta yetu ya utalii. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema, alitamani sana kushiriki nanyi kwenye tukio hili la kihistoria, lakini ameshindwa kutokana na majukumu mengine. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kabla sijazungumzia kuhusu tukio hili maalum la leo, napenda nianze kwa kuzungumzia kwa ujumla wake sekta ya utalii, kwa sababu tukio hili ni sehemu ya majukumu mbalimbali yaliyoko katika sekta ya utalii, na nia yangu ni kuonyesha umuhimu wa sekta hii kwa uchumi wa nchi yetu na kwa maendeleo ya nchi yetu, lakini pia kuonyesha jitihada ambazo serikali inazifanya katika kufanikisha majukumu ya sekta ya utalii. Kwanza napenda kutoa pongezi za dhati kwa Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na bodi ya wadhamini ya TANAPA na uongozi wa Shirika la Hifadhi za Taifa na Mamlaka ya Hifadhi za Ngorongoro na Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori kwa ujumla kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuhifadhi rasilimali za wanyamapori hapa nchini. Kazi inayotekelezwa na wizara pamoja na taasisi nilizozitaja imeletea heshima na mafanikio makubwa nchi yetu katika sekta ya utalii. Katika kipindi cha serikali hii ya awamu ya 5 tumeshuhudia kuongezeka kwa kiasi kikubwa cha watalii mwaka hadi mwaka, na nitatoa mfano kwa takwimu. Katika mwaka 2015 na 16 tulipata watalii jumla ya 1,137,182 hapa nchini kwetu, lakini ilipofika mwaka 2018 na 19 idadi hiyo ilipanda kwa asilimia karibu 34 na tukapata watalii 1,527,230 na wastani wa siku za watalii hao kukaa nchini nayo iliongezeka, kwa sababu wapo watalii wanaokuja wanakaa siku 2, siku 1, siku 10, siku 20, lakini wastani tuliokuwa nao kwa mwaka 2015 na 16 ilikuwa ni ukaaji wa watalii kwa siku takriban 10, na ilipofika mwaka 2018-19 ukaaji huo uliongezeka na kufikia kwa takriban siku 13 kwa kila mtalii. Hii inaonyesha kwamba watalii wanavutiwa, kila tunavyokwenda mbele wanazidi kuvutiwa na vivutio vyetu, na wakija hapa wanakaa kwa muda mrefu zaidi kuliko vile ambavyo wamekuwa wanakaa siku za nyuma. Ndugu zangu, malengo ya serikali ni kufikia jumla ya watalii milioni 2.5 kwa mwaka tutakapofika mwaka 2024-2025. Ongezeko hili la watalii ni dhahiri litaongeza mchango wa sekta ya utalii katika pato la taifa kutoka asilimia 17 iliyoko sasa hivi na kufikia asilimia 19.5 tutakapofikia mwaka 2024-2025. Ili kufikisha lengo la watalii hao 2.5 milioni kwa mwaka tutakapofika mwaka 2024 na 2025, serikali ya awamu ya 5 imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kufanikisha azma hiyo. Baadhi ya hatua hizo ni pamoja na kufufua kampuni yetu ya taifa ya ndege maarufu kwa jina la Air Tanzania kwa kununua ndege mpya idadi ya 11. Ninyi mmekuwa mashuhuda, wote mmekuwa mashuhuda. Kati ya ndege hizo 11 tayari ndege 8 tumeshazipokea na zinatoa huduma ya usafiri ndani na nje ya nchi. Ndege 3 zilizobaki nazo tutazipokea kuanzia mwishoni mwa mwaka huu na katikati ya mwaka ujao 2021. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa na mahususi ambayo serikali iliamua kuichukua ili kufanikisha pamoja na mambo mengine masuala ya utalii. Hatua nyingine ambazo serikali imechukua ni pamoja na kujenga viwanja vipya vya ndege, kuvifanyia ukarabati viwanja vya ndege vilivyopo, kujenga jengo la 3 la abiria yani Terminal 3 pale kwenye uwanja mkubwa wa Dar es Salaam wa kimataifa ambao unajulikana kama Julius Nyerere International Airport, kufanya upanuzi wa uwanja wa jiji la Mwanza,
kuboresha miundombinu ya barabara kwenda kwenye vivutio mbalimbali vya utalii nchini na kuanzisha channel maalum ya utalii katika televisheni yetu ya taifa. Naamini kwa wale wanaofuatilia wanaona vivutio ambavyo viko ndani ya nchi yetu, kwa sababu hatuwezi kuwa na uwezo wa kufika kila mahali, lakini kupitia channel ile unaweza ukaona kuna vivutio gani ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ukihamasika, unaweza pia ukaenda kutembelea baadhi ya vivutio hivyo, kama ambavyo watalii walioko nje ya nchi watahamasika na kuja kuvitembelea. Lakini pia katika hatua nyingine ya kuimarisha utalii wetu na kuongeza idadi ya watalii, serikali imeyapandisha hadhi baadhi ya yaliyokuwa mapori ya akiba na kuwa hadhi ya taifa ya hifadhi za taifa, na hivyo kufanya hifadhi zetu za taifa kuongezeka kufikia idadi ya 22 mwaka 2020 toka idadi ya hifadhi 16 ambazo zilikuwepo mwaka 2015. Na nitafafanua punde hifadhi hizo ambazo zimefunguliwa hivi karibuni. Serikali imeamua kuongeza wigo wa utalii kwa kuanzisha mtandao mpya wa utalii wa kanda ya Ziwa na ule wa kanda ya Kusini. Kanda hizi zinalenga kuongeza vivutio vya utalii na kuongeza fursa za uwekezaji katika utalii kutokana na mali asili zilizoko kwenye maeneo haya ambayo kwa siku za nyuma utalii wake ulikuwa mdogo. Kwa upande wa mtandao wa utalii wa kanda ya Ziwa, serikali imeanzisha hifadhi za taifa mpya 3. Nazo ni Burigi Chato, Ibanda Kyerwa na Rumanyika Karagwe. Hivyo kufanya mtandao wa utalii katika ukanda wa Ziwa sasa kuwa na jumla ya hifadhi za taifa 6, ikiwa ni pamoja na ile ya kisiwa cha Rubondo, hifadhi ya kisiwa cha Saanane na hifadhi ya Serengeti, na hizi 3 nilizotaja mpya, kwa hiyo jumla yake inakuwa 6. Lakini pia serikali imejenga uwanja mpya wa ndege wa kimataifa wa Chato ili kurahisisha usafiri wa watalii toka maeneo mbalimbali nchini na nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na kuwezesha watalii wa kutoka katika nchi jirani za Burundi, Rwanda, Kenya na Uganda kuweza kufikia vivutio hivi kwa urahisi zaidi. Kama nilivyosema awali, kwa ujumla hatua zote hizi zinazochukuliwa na serikali zinalenga katika kukuza uchumi wa nchi yetu kupitia sekta ya utalii, kwani kukua kwa uchumi kutawezesha serikali kutoa huduma nyingi na bora zaidi kwa wananchi wake. Nimemsikia hapa mbunge wenu Mheshimiwa Waziri akishukuru serikali kwa soko la dagaa lililojengwa, kwa soko la kina mama ambalo lipo, kwa huduma ya maji ambayo sasa hivi inafanyiwa kazi katika kata ya Muganza na vijiji 115 wanasema tayari vina umeme, vimebaki vichache tu. Sasa haya yote haya yanawezekana kutokana na serikali kupata uwezo wa kiuchumi wa kupitia hatua mbalimbali ikiwemo utalii. Sababu mapato ya nchi ndio yanawezesha serikali kutoa huduma nzuri na bora kwa wananchi wake. Kwa hiyo ndugu zangu, utalii huu tunaozungumzia hapa ni utalii ambao pia ni nyenzo muhimu katika kuleta maendeleo yenu ninyi kama wananchi. Tumekusanyika hapa ili kushuhudia tukio hili muhimu la kihistoria ambalo pamoja na kukuza mtandao wa utalii katika kanda ya Ziwa, lakini pia litaimarisha huduma za usafiri wa majini na ulinzi wa rasilimali zetu katika Ziwa Victoria. Napenda niwakumbushe tena kuwa uzinduzi wa kivuko hiki leo ni utekelezaji wa ahadi aliyotoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipotembelea Rubondo, hifadhi ya Rubondo, ilikuwa tarehe 31 mwezi Desemba mwaka jana. Kwa hiyo tumshukuru Mheshimiwa Rais sana kwa tukio hili, kwa sababu kama si maelekezo yake aliyoyatoa, huenda leo tungekuwa bado tuna kivuko kile kidogo cha abiria nadhani 16 kama nakumbuka vizuri, ambacho wala hakiwezi kubeba abiria wengi na magari. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kivuko hiki licha ya kuondoa adha ya usafiri kwa watalii, lakini pia kitawezesha watalii kutoka kisiwa cha Rubondo kwenda hifadhi jirani ya Burigi Chato, kisiwa cha Saanane na eneo la Ghuba ya Spit iliyopo karibu na hifadhi ya Serengeti. Kwa maana hiyo, kuwepo kwa kivuko hiki kutawezesha wageni kufanya utalii wa majini na kisiwani na wa nchi kavu
na hivyo basi kupanua wigo wa utalii katika ukanda huu wa Ziwa. Sambamba na kuzindua kivuko cha MV Rubondo, leo pia nitazindua utalii wa sokwe mtu katika hifadhi ya Rubondo. Hapa Tanzania utalii huu wa sokwe mtu ulikuwa ukifanyika kwenye hifadhi ya taifa ya Gombe na Mahale pekee, na hifadhi ya kisiwa cha Rubondo sasa inakuwa ni hifadhi ya taifa ya 3 hapa nchini ambapo utalii wa sokwe mtu utafanyika. Hivyo watalii wanaotoka katika hifadhi nyingine maarufu duniani wataweza kufika katika kisiwa cha Rubondo na kufanya utalii wa sokwe mtu. Lakini pia nimejulishwa kwamba kuna utalii wa uvuvi pia utafanyika kule. Kama ambavyo mmejulishwa awali, sokwe mtu wa hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni wa kipekee na asili yao ni kutoka Afrika Magharibi. Sina haja ya kurudia ile historia ambayo imeelezewa, lakini ni kwamba tushukuru kwamba na sisi tumewapata hawa sokwe mtu ambao wataongeza mapato katika shughuli zetu za utalii. Kwa hiyo wakuu wa mikoa wa ukanda huu mnalo jukumu la kuwahamasisha, kwa sababu kama nilivyosema, charity begins at home. Wahamasishe wawekezaji walioko katika ukanda huu waje waone maeneo haya, waone fursa zilizopo, wawe wa kwanza kuwekeza. Na tuelewane hapa, si kwamba tunafunga milango kwa wawekezaji wengine, lakini nasema wao wanayo advantage kubwa, kwa sababu ni rahisi wao, kwanza wanajua haya maeneo, lakini ni rahisi kuja na kuona fursa zilizopo. Wengine mnafikiria uwekezaji tunaozungumzia ni au fursa tunazozungumzia ni zile kubwa kubwa zinazohitaji mtaji mkubwa. Si kweli. Zipo shughuli nyingine ambazo ninyi wananchi wa kawaida mtapata fursa pia ya kunufaika na utalii huu. Ni kiasi cha kujipanga, unaangalia ni huduma gani watalii wanahitaji. Ile huduma kama una uwezo nayo, kwa nini usitoe wewe? Kwa nini usijipange ukaitoa? Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, hata ninyi wananchi wa kawaida, angalieni fursa ambazo zipo katika utalii huu unaofunguka, kwa sababu na ninyi mtawanufaisha kiuchumi. Licha ya huduma ambazo zitaletwa na serikali, lakini ninyi kama wananchi mmoja mmoja mtanufaika na utalii huu. Kwa hiyo ni juu yenu kuona jinsi gani mnaweza kujipanga na kunufaika na utalii. Na napenda niwahakikishie wale wawekezaji ambao watakuja kwa ajili ya uwekezaji, serikali itawaunga mkono na itawawekea mazingira wezeshi ambayo yatawafanya wafanye shughuli zao bila vikwazo. Serikali ya awamu ya 5 chini ya Rais Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli inatambua kazi kubwa mnayoifanya ya kuongoza mapambano dhidi ya ujangili. Na ndio maana serikali ikaamua iwepo sheria, yafanyike marekebisho ya sheria ili kuwezesha kuanzishwa kwa jeshi usu. Ndio maana tunawaona leo hapa watumishi wengi wa TANAPA wako katika magwanda ambayo yanaashiria kwamba ni askari. Hii ni kutokana na maamuzi ya serikali kwamba lazima tulinde rasilimali zetu hizi kwa kutumia vyombo ambavyo vitakuwa na uwezo wa kupambana na ujangili wa aina yoyote na hujuma ambazo zinafanyika kwenye mbuga zetu. Kwa hiyo sheria ile imesainiwa hivi karibuni tu. Kwa hiyo mjisikie sasa nini ni jeshi usu kamili. Mtekeleze majukumu yenu kikamilifu, mnalindwa kisheria, mipaka yenu mtajulishwa kama hamjaifahamu, lakini mnao wajibu mkubwa zaidi kuliko ilivyokuwa siku za nyuma katika kupambana na ujangili kwenye hifadhi zetu. Napenda pia kuipongeza kampuni ya Kitanzania ya MS Songoro Marine Limited kwa kazi nzuri waliofanya ya kutengeneza kivuko hiki cha MV Rubondo na kukikamilisha kwa wakati. Hongereni sana. Na huu ndugu zangu ni mfano wa jinsi ambavyo serikali yetu inawaunga mkono makampuni ya ndani ili mradi tu yaonyeshe kwamba yana uwezo
na gharama zake ni gharama ambazo ni nafuu ukifananisha na wawekezaji wengine. Kampuni hii ni ya kwetu nchini hapa. Mimi ile boti ingawa sijafika kuizindua, lakini nimeshaiona kwa njia nyingine. Ni nzuri sana. Moja, mbili, tatu. Cheers!
Hii ni nafasi pekee kwetu Wanageita na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukijijengea tabia ya kupenda kutalii na kufahamu hifadhi zetu na kuwa mabalozi wazuri wa sekta hii muhimu ya utalii nchini kwetu Tanzania. Geita Cable TV pia tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya washiriki waliokuwepo katika hafla hiyo. Kivuko hiki cha MV Rubondo ni fursa kubwa kwa sisi Wanageita kwa sababu inazidi kuongeza fursa ya utalii katika kisiwa chetu cha Rubondo. Kama ambao wanafahamu, watu wengi walikuwa wanashindwa kufika Rubondo kwa sababu ya miundombinu yake si rafiki, sababu wengine wanaogopa vile vivoti vidogo. Miongoni wapo mkiwa mimi, niliwahi kwenda mara ya kwanza lakini nilishindwa kufika mara ya pili kwa sababu ya changamoto za kusafiri kama hizo, lakini uwepo wa kivuko hiki kunarahisisha shughuli nyingi za utalii na kunafungua fursa nyingi za utalii. Zinapofunguka inasababisha na ajira zinakuwa, tourism, wale watu wa guide watafanya kazi, wa hoteli watafanya kazi, wa mamantili watafanya kazi, kwa hiyo itasukuma pia sekta zingine kukua kwa kasi. Kwa hiyo kwa wananchi wa Geita hususan wa wilaya ya Chato ni fursa zaidi kwao kuweza kutumia fursa hii kuweza kufanya utalii wa ndani na kuwakaribisha wale wa nje kuja utalii zetu ambazo ziko katika mazingira haya. Kwa hiyo kwa kweli katika jambo hili ambalo Mheshimiwa Rais ametufanyia katika eneo hili ni jambo ambalo ni zuri sana na ni jambo la kupendeza. Kwa hiyo tuendelee kumwombea Mheshimiwa wetu Rais kwa jinsi ambavyo Mungu atakavyomjalia, na tunaomba pia aweze kupata tiketi tena kwa awamu nyingine ya pili, ili kusudi mambo haya yanayoendelea kuyafanya katika wilaya ya Chato na nchi nzima ya Tanzania yaendelee kuleta hamasa, lakini pia yaendelee kuwa ni mambo ya kujenga kwa kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu amemsaidia. Hifadhi hii kuna vitu vingi sana. Sisi tumekuwa tukienda kufanya utalii wa ndani kama wananchi ambao tuko katika wilaya ya Chato na kata ya Mganza. Tumekuwa tukienda mara kwa mara kama utalii wa ndani. Kuna soko wako humo, lakini pia kuna swara, kuna nyani wamo humo, lakini pia kuna samaki mbalimbali wa kisasa ambao tunawaona wako humo kama sato, sangara na wengineo ambao wengi hawajawahi kuwaona, lakini tunawaona katika hii hifadhi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa hiki ambacho tunaendelea. Gharama tunazimudu kwa sababu ni gharama ambazo ni nafuu sana. Kwa mfano kama hii feri ilipokuja hapa, nadhani gharama zitashuka kulingana na vile ambavyo kipindi cha nyuma tulikuwa tunaenda na boti, lakini sasa hivi feri imefika hapa. Kwa hiyo kwa vile feri imefika hapa, naamini kabisa kwamba kutoka pale tulipokuwa gharama itashuka kidogo. Kwa hiyo watu tutaenda kutalii, hasa katika misimu ile ya sikukuu na nini, watu lazima tutaenda kutalii ili kusudi tuweze kunufaika na kile ambacho tunakiona ndani ya hifadhi yetu. Feri imekuja, kwa hiyo wananchi wengi hasa wa kipato cha chini walikuwa wanashindwa, lakini sisi kwa sasa hivi kwa vile kivuko kimekuja, kwa kweli gharama tunaamini kabisa kwamba imeshuka, kwa sababu tumeanza kuona hata ndani ya siku mbili ambayo imekuwepo hapa, tumeona kabisa watu wameitikia, wameanza kwenda, na ndugu zetu hawa wamekuwa partner sana na sisi, wamekuwa wametupa ushirikiano hata katika maendeleo, hasa hawa wahifadhi ambao wako katika eneo letu wamekuwa wakitusaidia sana katika maendeleo pale tunapokuwa utalii. Kwa mfano tulikuwa na shule yetu hapa ya ujenzi ya sekondari hapa Kasenda, wamekuwepo karibu pamoja na sisi, wanakuwepo, lakini maendeleo madogo madogo. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tunaendelea sana bado kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia Mheshimiwa Rais na mbunge wetu Kalemani ambaye alikuwepo katika awamu yake. Ni kweli hiyo, nayo ndio maana tunaendelea kufurahia hiyo, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ongezeko litakuwepo la watu, tofauti na uchache ule ambao tulikuwa tunaenda kwa boti. Boti ilikuwa na uwezo, unashangaa wakati mwingine mnaenda watu 15 ama watu 8 ama watu 6 kulingana na jinsi boti zetu zilizokuwepo hapa. Lakini sasa hivi naamini hapo uhakika wa kuanzia watu 20 tayari utakuwepo. Kwa hiyo uone kwamba utalii wa ndani utaendelea kuongezeka kadiri na kadiri jinsi inavyoenda. Mtazamaji, binafsi pamoja na jopo zima na uongozi wa Geita Cable TV tunakushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika vipindi hivi maridhawa. Kama ukikumbuka vizuri, tulikuwa katika hifadhi ya kisiwa cha taifa cha Rubondo. Mtazamaji, ni bomba sana, ni fresh sana siku leo. Tuko ndani ya Rubondo penyewe kabisa katika hifadhi ya Sokwe Mtu katika eneo hili ambapo kama unavyoona mgeni rasmi, katibu kiongozi Ikulu ndiye ambaye amekuja katika eneo hili, na sisi tumetua maeneo haya kwa ajili ya kuhakikisha basi tunamuunga mkono katika jitihada za uzinduzi wa
MV Lubondo Island, boti mpya kabisa, na kama unavyoona nyuma yangu hapa ni jopo zima la uhifadhi wa maliasili wakiwa wanaendelea kuburudisha hapo, lakini na mambo kadhaa. Lakini pia kama unavyojaribu kujionea wewe mwenyewe, hii ni hali halisi, na hii ndio Tanzania mpya na kasi mpya na mafanikio mapya ambayo siku leo tunashuhudia katika mkoa wa Geita. Mimi nikusihi tu endelea kwa pamoja nami kupitia Geita Cable TV. Pia umeweza kushuhudia matukio yote kutoka nilipoanza mpaka sasa katika hatua hii hapa. Itakuwa ni vizuri sana tukapata kuendelea kusonga pamoja na kujionea namna ambavyo mambo haya yanakuwa katika mchakato mzima wa maendeleo na mustakabali mzima wa nchi yetu ya Tanzania, nchi nzuri ambayo ina viongozi wake waliobarikiwa na kufikia malengo halisi, malengo kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na maendeleo kwa ujumla yanayolenga kumuinua Mtanzania. Asante. MV Lubondo imezinduliwa rasmi, lakini pia utalii wa sokwe katika hifadhi hiyo ya taifa ya Lubondo umezinduliwa rasmi. Mimi niseme tu kwamba endelea kutengeneza mazingira mazuri na kujiandaa, ikiwezekana basi walau mara moja kutembelea katika hifadhi hizo ili kuweza kushuhudia ni nini ambacho kipo katika hifadhi zinazotangazwa na nchi yako. Niseme tu asante, na uliyekuwa naye mwanzo hadi mwisho wa ziara hiyo ni mimi Adaltus Lunyali. Asante na kwaherini.